Ninaitwa Rutgard Kokulinda Kagaruki, mkurugenzi mtendaji Chama cha Kudhibiti Matumizi ya Tumbaku Tanzania. Tumekusanyika leo siku ambayo ni muhimu sana kwetu sisi wanaharakati, siku ya kutotumia tumbaku duniani. Ni siku ambayo ilichaguliwa na Shirika la Afya Duniani baada ya kugundua kwamba kwa kweli tumbaku ni janga la kimataifa. Kwa hiyo akaichagua hii siku ambayo wanachama wote wa Shirika la Afya Duniani huwa wanajumuika kuiadhimisha kwa kutafakari tumetoka wapi, tumefika wapi na hili janga, na tufanyeje kuweza kulikabili. Na kwa ujumla, yani kwa kushirikiana, kwa sababu limeshakuwa janga la kimataifa, ni lazima mikakati ya kitaifa, kikanda na kimataifa iwane. Ndio dhumuni kubwa la siku ya leo. Na kila mwaka huwa kuna kauli mbiu Shirika la Afya Duniani linatoa. Kauli mbiu ya mwaka huu ni tumbaku tishio la maendeleo. Tobacco a threat to development. Na hili tishio linaanza kuanzia ngazi ya familia mpaka kwenye taifa mpaka kimataifa. Tukija kwenye familia, baba ambaye ana kipato cha chini anapiga mahesabu kati ya kununua pakiti ya sigara na kununua daftari la mtoto kwa mfano. Saa nyingine hata kununua unga maharage ya nyumbani. Kama baba anavuta pakiti 2 kwa siku, hapo tayari unaongelea mlo nyumbani. Kwa hiyo unakuta familia inaathirika. Tukija kwenye wakulima, napo pia ni majanga makubwa. Wakulima wa tumbaku wanaumia kwanza kushika lile jani la tumbaku. Kuna ugonjwa unaita green tobacco disease. Wanafushika lile jani, nikotini huwa inapita inaingia kwenye mwili. Wengi watakwambia wanasikia kichefuchefu, wanaumwa kichwa, wana mapigo ya moyo yanaenda mbio, wengine wanatapika. Lakini ile pia process ya kukausha, kufunga, wanaishia kuwa kama wavutaji kabisa. Ndio maana unakuta wengi wanapata utegemezi kama mvutaji. Kule na Mtumbo tulikuta 75%, wakasema labda na zaidi, wanavuta gozo la shambani. Kwa hiyo wanapata matatizo yale yale ya wavutaji. Lakini sio hiyo tu, tumbaku ni zao haribifu sana kwa mazingira. Unahitaji kukata miti kulima, hiyo ni kawaida tutasema kwa mazao yote, lakini unakata miti mingi sana kwa ajili ya kukausha tumbaku. Kule Tabora ambako ndio mkoa unaongoza, 2010 na 2011 ilikatwa miti ya zaidi ya dola milioni 10 kwa ajili ya kukausha tumbaku. Lakini pia utakuta nchi na sehemu zote wanakolima tumbaku ni maskini. Kwa mfano ndani ya Afrika chini ya jangwa la Sahara, Malawi ndio inaongoza kwenye kilimo cha tumbaku. Lakini kimapato GDP ndio ya mwisho. Alafu 3/4 ya Malawi ni jangwa. Kwa hiyo sisi tunatoa rai kwa viongozi waone hili tatizo. Hivi tunavyozidi kupanda na kilimo ndio tutajikuta na sisi tuko huko. Kwa mfano nimeongelea Tabora, pato la taifa la jumla la Mtanzania kwa kila mmoja wetu GDP ni dola 162. Ungetegemea Tabora iwe juu kwa sababu si wanasema mapato makubwa sana yanaenda serikalini. Lakini pato la Tabora on average ni dola 133. Kwa hiyo utaona kabisa inashuka. Lakini nenda kawaangalia wakulima, majumba ya manyasi, watoto hawaendi shule, wanaumwa, tumbaku inatumikisha familia nzima. Global Youth Tobacco Survey, uchunguzi kwa matumizi ya tumbaku kwa vijana, walioonekana kuongoza ilikuwa Kilimanjaro, ikafuatiwa na Arusha, ikafuatiwa na Dar es Salaam. Sasa sijui kwa nini Kilimanjaro waliongoza, lakini pia kama nilivyosema waliongoza pia kwa viroba. Sasa labda nyinyi waandishi, sina nyinyi mnapashwa kufanya utafiti. Hebu tafitini na nyie mjue kulikoni kule.